Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya pili, mstari wa 49. Mstari wa 42 tunaweza kuishia kwenye mstari gani hapo? Yes. Tuishie kwenye 47. Tutaeleza kuchambua kila kitu. Nimesema Matendo ya Mitume sura ya pili, mstari wa 42. Tunasoma Matendo ya Mitume 2:42. Sura 2 kuanzia 42 ishia 45. Neno la Mungu linasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. 43. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote kishirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kulingana na haja ya kila mmoja. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Natamani hapa tujifunze angalau tabia muhimu za kanisa lililo hai. Tabia muhimu za kanisa lililo hai. Aidha kanisa lililo na uhai. Tunaposema uhai hapa tunasema uhai wa kiroho. Tabia ni nini? Tabia ni matendo yako ya kila siku yanayojulisha kwa watu jinsi ulivyo ndani. Hiyo ndio inaitwa tabia. Habitual. Something which you do every day. Yes. Kila ambacho unakifanya kila siku. Yes. Kinajulisha jinsi ulivyo kwa ndani. Kwa Kiswahili kingine kinasema mwenendo. Kile ambavyo unavyotembea kila siku. Sio kutembea kwa miguu, jinsi unavyotenda kila siku. Tabia. Kwa hiyo kanisa ni nini? Tuangalie kwa lugha, maneno mawili ya lugha ya Kigiriki. Neno la kwanza wanasema eklesia. Eklesia kwa Kiswahili ina maana kundi au kusanyiko la watu walioitwa kutoka kabila mbalimbali, lugha mbalimbali, taifa mbalimbali kuja kujenga ufalme wa Mungu. Hiyo ndio eklesia. Eklesia ni kusanyiko au kundi la watu walioitwa kutoka duniani, kutoka katika taifa, kabila, jamaa mbalimbali kuja kujenga ufalme wa Mungu. Hiyo ndio kanisa. Lakini kuna maana ya pili. Maana ya pili, culture. Culture ina maana ya eneo lililotengwa kwa ajili ya mambo ya dini. Lile la kwanza, eklesia, ndilo ambalo linafanya sisi tuitwe kanisa. Sisi ni kundi la watu ambao tumeitwa kutoka kabila mbalimbali. Tunaweza tukazitaja kabila mbalimbali. Tumeitwa na nani? Na Mungu. Kutoka kabila, kutoka mataifa, kutoka lugha, kutoka koo, kutoka jamaa mbalimbali. Tumeitwa kuja kuwa assembly, kusanyiko ambalo tumevunja mipaka. Tumevunja mipaka ya koo, tumevunja mipaka ya jamaa, tumevunja mipaka ya ukabila. Kwa hiyo hawa walioitwa wamezaliwa msalabani na wamefanyika kuwa jamaa mpya. Hivi nieleweka vizuri? Ndio. Hii sasa tulioko hapa kwa ajili ya Yesu. Kama hapa kuna watu wa shifu fulani, kama kuna Wabembe, kwa ajili ya Yesu hapa hakuna Wabembe. Kama kuna Warundi hapa hakuna Warundi. Sijui kama naeleweka. Ndio. Ni jamaa mpya ambalo limezaliwa msalabani. Na hilo hapa duniani linatangaza ufalme wa Mungu. Hilo ndilo kanisa. Hilo ndilo kanisa.
Tumeitwa kutoka kwenye koo, jamaa, na tumezaliwa na Bwana. Hapa tumefanywa ni jamaa nyingine, ni jamaa nyingine. Kwa hiyo kati yetu hakuna wafulani na wafulani, haipo. Lakini ile ya pili, church, ni eneo, na ndio maana unaweza kusikia mtu anasema kwamba Bahai ni kanisa. No, sio kanisa kwa maana ya eklesia. Inaitwa kanisa kwa maana ya kechi, yaani wanajengo ambalo ndani yake wamelitenga kwa ajili ya mambo ya dini. Yes. Lakini kwa maana ya eklesia, wao sio eklesia. Amen. Si kama naeleweka vizuri? Amen. Dini yoyote ile ambayo iko out, iko nje ya Yesu Kristo, kundi lolote ambalo liko nje ya Yesu Kristo, sio kanisa kwa maana ya eklesia. Ni kanisa kwa maana ya kechi. Yaani wanajengo ambalo wameliweka, aidha wana mahali ambapo wamepaweka kwa ajili ya kufanya mambo yao ya dini, kuabudu Mungu wao wanayemjua. Ni tofauti na kanisa ambalo ni eklesia, kundi la watu walioitwa kutoka kwa lugha mbalimbali kuja kudhaliwa na kufanyika kuwa ufalme wa Mungu. Ni tofauti sana. Na watu wasipoelewa hizi tofauti, wanaweza wakawa wanaishi humu ndani, wanaweza wakawa wanaishi kwa kukopi tabia za makundi mengine wakazileta kwenye hili kundi. Yes. Na hapo ndio kunaingia tatizo. Kanisa la Kristo ambalo ni eklesia ni kundi la watu ambao wametoka kwenye koo mbalimbali na wakazaliwa na Mungu, akawafanya, akawacreate kwa nguvu za damu ya Yesu, akawafanya kuwa watu ambao sio wa koo zile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Hili ni jambo ambalo kila mtu anatakiwa alifahamu na amwambie Mungu, nisaidie kulifahamu na kuliweka moyoni. Nisaidie kuliweka moyoni. Kwa tunapokutana kwa ajili ya Yesu Kristo, tunaonana sote tu wamoja, tu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi ya kwamba wewe ni kabila tofauti na huyu, haijalishi. Haijalishi. Na jinsi ambavyo tunaweza kukuendo, ambao tunaweza kufanyiana, ni tofauti na jinsi ambavyo tunaweza kumfanyia mtu mwingine ambao tumezaliwa naye kwenye ukoo wa huko nje. Tofauti sana. Na kama tukijua hilo, itatusaidia sana kuenda kiutofauti na kuanza kutembea na Mungu katika kundi hili mpya. Nilishasema tabia ni nini, na hapa nilikuwa ninazungumzia kuhusu kanisa. Sasa kanisa lilipozaliwa, kanisa, mtu akikuuliza kwamba kanisa lilizaliwa wapi, umjibu kwamba kanisa la Yesu lilizaliwa msalabani. Wengine wanafundisha kwamba kanisa lilizaliwa siku ya Pentecost. Hapana. Kanisa halikuzaliwa siku ya Pentecost. Siku ya Pentecost ilikuwa ni siku ya kufanya uzinduzi na kuachia nguvu za uhai kuendelea kufanya kazi ili litende purpose, litende kusudi la Mungu kuliweka kanisa hapa duniani. Kusudi la Mungu kuweka kanisa duniani ni nini? Ni kuvuta wengine waje kwa Yesu. La pili ni kuoshi, kuabudu Yesu Kristo. Kusudi la kwanza ni kuita ulimwengu, watu wa ulimwengu waje kwa Yesu, yaani kupanua ufalme wa Mungu hapa duniani. Ndiyo kusudi la kwanza. The first purpose of the church here on the earth ni kupanua ufalme wa Mungu duniani. Kupanua ufalme wa Mungu duniani kupitia jina la Yesu Kristo. Na watu wasipojua hili, wanakuja kukaa makanisani kama vile ndani ya mtumbu. Tulipokuwa tunasoza mitumbu kwetu, unaweza kuchukua mtu kamweka ndani ya mtumbu, wewe unasoza, yeye yuko pale unasoza wewe. Kwa lugha yetu walikuwa wanaitwa bitelegwa. Wewe ndio unayesoza, yeye yuko hapo. Kutoka pale ambapo ulitoka mpaka kule mtakapoenda, yeye hakuwahi kusoza. Yupo tu. Yawezekana wengine hajui hata kuogelea. Ndani ya Yesu sio hivyo. Ndani ya Yesu hakuna bitelegwa. Ndani ya Yesu, ukija ndani ya Yesu na ukawa changed, na wewe unaanza kusoza.
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe unaanza kusoza. Tunaenda na mwendo wa kufanya ulimwengu uje kwa Yesu. Ndio maana ndani ya kanisa la Yesu Kristo, kila mtu muumini aliyomo anatakiwa ajisikie mzigo ya kwamba anatakiwa nibatizwe. Natakiwa nifanyeje? Nibatizwe. Na kama ndani ya kanisa watu wanakaa miaka 3, 4, 5 hawajisikii kwamba natakiwa kubatizwa, tunaweka mashaka. Na maana hapa hakuna change, hakuna spiritual change, hakuna mabadiliko ya kiroho. Hakuna. Na ndani ya kanisa mtu anatakiwa yeye mwenyewe kwa kuchukua muda wa kusikia neno la Mungu analolisikia kutoka kwa mchungaji, aidha kwa mzee wa kanisa, aidha kwa mtumishi wa Mungu, na yeye anachukua muda wa kulisoma na kulitafakari na kuomba. Hivi vitu vitatu vinampush kutoka kwenye kuamini na kuingia kutaka kuanza kufanana na Yesu. Na katika kufanana na Yesu, hatua ya kwanza ni kubatizwa. Amen. Na ikiwa watu wanakaa ndani ya kanisa, wamekuja kutoka duniani, wanakaa tu pale kuamini tu, hawataki kuingia kwenye hatua ya kuchange to be like Jesus na kutaka kubatizwa. Kama hawataki kuingia kwenye hii hatua, tunaweka shaka ya kwamba tumezaa vileo. Kwa sababu mtoto yeyote yule ambaye amezaliwa, akizaliwa, kitu cha kwanza ambacho wakunga wanaangalia kinakuwa ni kitu gani? Kwa maana una tabia ukaa kimya kwa vitu ambavyo mimi ninajua tu. Kitu cha kwanza ambacho wakunga wanaangalia kwa mtoto ambaye amezaliwa kipindi kile, amebadilisha atmosphere ya kutoka ndani ya tumbo na kutoka nje. Kitu cha kwanza kuonyesha kwamba huyu mtoto yuko hai ni nini? Ulii. Na kama mtoto halii, tunaweka mashaka. Tutaanza kumkuna mnyongoto. Na asipolia tunatangaza kwamba amezaliwa kileo. Nasema sawa? Akilia ndipo wanaanza kuimba kale kawimbo kwamba tuaita vipi? Tumezaa mtoto, kama ni wa kiume wa wanawake wote, kama ni wa kike wa waume wote. Si ndio hivi? Kale kawimbo mmejaka sahau kwa sababu hakumfanya mambo ya ukubwa. Kwa hiyo hawaimbi huo wimbo ikiwa mtoto amezaliwa ni mlemavu, hawaimbi. Wanaambiana tu tumezaa, lakini hakuna kutangaza watu. Na ndivyo lilivyo kanisa. Watu wakija kutoka duniani kuja kwa Yesu Kristo ndani ya kanisa, they have to inside wawe na spiritual change. Yes. Mabadiliko yatakayowafanya mimi natamani nifanane na Yesu. Na katika kwanza, hatua ya kwanza kufanana na Yesu ni batizo kama Yesu alibatizwa. Hakuna kukusukuma. Na kama tunakusukuma ni kwa sababu wewe ni mlemavu. You cannot be forced. No. It is something which is inner. Ni kitu ambacho kimo ndani. Ndani kuna nguvu ambazo zinakupush. Nataka nifanyiwe hiki. Nataka nifanyiwe hiki nacho. Yaani nguvu zilizomo ndani zinakupa hamu ya habito ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa? Ndio. Na ukiangalia makanisa tulio nayo, makundi mengi tulio nayo. Tuna makundi mengi, lakini tuna watu wengi ambao hawana hizi tabia za kimungu ndani yao. Watu wanakaa kanisani hawapendi kubatizwa. Utaangalia mtu ndani ya kanisa yuko na miaka 10. Ulishabatizwa? Unasoma Biblia nyumbani? Mkristo wa aina gani? Mkristo wa aina gani? Unaweza kushuhudia watu waje kwa Yesu? Hayo kabisa. Kwanza wanaanzagaje? No. Uko mlemavu. Sisi hapa tutaki kuzaa walemavu. Amen. Mzee hapa alisema kwamba hapa kuna roho ya mapacha. Mbarikiwe sana na wengine wazae mapacha 4, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mapacha yaje yazaliwe sana. Lakini vile vile mapacha ya kiroho vile vile nayo yaje. Watoto wa kiroho wazaliwe mapacha. Huyo aende huko akatangaze 5 waje, huyo aende huko atangaze 10 waje. Mapacha ya kiroho hii. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Kwa hiyo hapa nilikuwa nazungumzia kanisa. It is very important to know the meaning of the church.
And there is a difference between ecclesia and culture. There is a big difference. Makundi mengi tulio nayo, watu wanakuja kanisani, linakuwa ni kundi na hivyo, ni kundi la Free Methodist, ni kundi la PEFA, ni kundi sijui la AMBE, lakini inside there is nothing of the spirit changement. Hakuna kitu cha mabadiliko ya kiroho, hakuna. Na ndio maana utakuta waliomo ndani ya kanisa, mtu anabongwa na mwingine, mtu anawivu na mwingine. That is not a church. Huo sio mwili wa kanisa, sio mwili wa Yesu Kristo. Hilo sio kanisa la Yesu. Tuko tunazungumzia tabia muhimu za kanisa. Baada ya kuonyesha hili, tuangalie baadhi ya tabia. Ukija kwenye maandiko ya Wakorintho waraka wa pili, waraka wa kwanza sura 12. Unaweza kuangalia mistari mingi ukiwa nyumbani. Lakini hapa mimi nitasoma michache. Lakini wewe ukiwa nyumbani unaweza kusoma mingi. Okay. Sura 12, sura 12, ukiweza kusoma hadi nyumbani, hadi kwenye mstari wa 28. Utaona hapa Paulo anajaribu kufanya metaphor kulinganisha. Kulinganisha. Analinganisha mwili wa Yesu na mwili wa wanadamu. Analinganisha mwili wa wanadamu na mwili wa Yesu. Akitaka kuongea kwamba kanisa linalinganisha na linaitwa kuwa ni mwili wa Kristo. Na katika ulinganisho huo analinganisha wanamemba waliomo ndani ya Kristo na viungo vya mwili. Kwa nyumbani ukisoma sehemu hii, utaona Paulo anasema kwamba kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote hivyo ni mwili ule, navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Unaona? Vivyo hivyo na Kristo. Sasa nitaruka mstari wa 3 kwa sababu nikiingia kwenye mstari wa 3 unakuwa unanipeleka mbali. Mstari wa 13 nitauruka. Unakuwa unanipeleka mbali. Niruke kwenye mstari wa 14. Anasema kwamba kwa maana mwili si kiungo kimoja, mwili si kiungo kimoja. Mwili si kiungo kimoja. Kama mwili si kiungo kimoja, bali ni viungo vingi. Unaona? 15 ana explain. Anasema kwamba mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si mwili. Kwa hiyo mimi ni kama vile jicho. Huyu ni kama vile mkono. Huyu ni kama vile sikio. Huyu ni kama vile mguu. Mimi siwezi kujipiga kwenye kifua kwamba mimi hapa, mimi ndiye. No. Kwa sababu mimi ni kiungo kadogo tu kwenye mwili. Yes. Na siuenezi mwili. Ili nieneze mwili, ninahitaji watu wengine wawepo. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen, amen. Nahitaji watu wengine. Na hakuna kujidhalau ya kwamba wewe ni mtoto. No. Hakuna kujidhalau kwamba mimi nina umri mkubwa, wewe una umri mdogo. No. Mbele za Yesu Kristo tuna heshima moja. Amen. Kama vile viungo vya mwili. Ndio maana utakuta katika mwili wako wewe, jinsi ambavyo unavyojali huu mkono, ndivyo unavyojali na mkono huu. Yes. Ndivyo unavyojali hiki kidole, ndivyo unavyojali ka kidole hata pia. Siku ambapo kidole hiki kitaumia na hiki kikaumia, utasikia maumivu ni sawa sawa. Hautasema kwamba maumivu ya kidole hiki ni madogo kwa sababu ni kidogo, hapana. Ndio maana utaona Paulo anazungumzia vizuri sana katika kitabu hiki. Anasema katika hii sura. Anasema katika mstari wa 26 ya kwamba na kiungo kimoja kikiumia, malizia. Kiungo kimoja, mstari wa 26. Tuko kwenye sura 12. Na kiungo kimoja na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Nasikia? Kiungo hapa ni mfano wa wewe mwenzangu ulioko hapa. Ukiumia, sote tunaumia pamoja na wewe. Sifa kwa Bwana. Amen. Na ndio maana mzee akasema hapa kwamba haiwezekani kama tunatazamana mmoja apewe nyingi, mwingine apewe chache. Kwa sababu ndani yake kuna uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinaleta tabia za mwili wa Yesu Kristo. Lakini watu ambao hawana nguvu hizo za Roho Mtakatifu ndani yao za kusababisha hiyo tabia, wanasema ili hali mimi ndiye kiongozi, mimi nipewe vingi. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo tabia
tunatakiwa kupendana. Yes. Cha kwanza kupendana. Cha pili kuthaminiana. Kuthaminiana. Kumwona mwingine ni wa lazima, ni wa muhimu. Ni jambo la muhimu sana. Na hili ndilo ambalo linasababisha mambo mengine mawili. Cha kwanza kusameheana. Cha pili kuombeana. Kama mimi sikuthamini, siku utakaponikosea sitakusamehe. Badala yake nitaanza kutangaza makosa yako nikisahau kwamba na mimi huwa nakosea. Watu ambao wamo ndani ya kanisa la Yesu Kristo wanatakiwa wajue kwamba wao wanalinganishwa na mwili. Na kama wanalinganishwa na mwili na vile viungo ni wao, wanatakiwa wajue kwamba wanatakiwa, wanawajibika kupendana, wanawajibika kuthaminiana, kila mtu kumthamini mwingine, kuona mwingine ni wa value, ni wa heshima, ni wa muhimu. Na katika kumwona mwenzio ni wa muhimu, utamsamehe, utamwombea. Na jamaa, the family, jamaa likiwa na watoto ambao wanajua kuombeana, kusameheana, magonjwa yanakimbia. Amen. Mimi nakushuhudia, nilizaa mtoto wangu mmoja anaitwa Victor. Mtoto yule alikuwa anaumwa sana. Nyarugusu pale kambi. Sana. Wiki haimaliziki tunaingia hospitali. Lakini siku moja tunamalizia ibada hii. Devotion ya usiku. Tunamalizia. Kaka akasema, "Baba, hiki kitu nakiona." Nikauliza, "Kitu gani?" "Mimi naona huyo mtoto wetu tumuombee." Nikasema, "Mawazo yako ni mazuri. Tuimbe wimbo, tutuzunguke tuombe." Na hali yake ilikuwa mbaya, tulikuwa tunafanya ile devotion tumalize tuingie hospitali. Alafu mimi nilikuwa nimekataa kwamba haina sababu ya kwenda hospitali, tumeshachoka. Sasa tufanye ibada tuone kipi ambacho Mungu atatusaidia katika mawazo. Sasa tunamalizia, mmoja akasema, kaka yake akasema kwamba, "Baba, mimi ninavyoona huyu mtoto tumuombea." Ninasema kwamba familia ambayo watu wanapendana, wanathaminiana na kuombeana, magonjwa yanaondoka. Amen. Mimi nasema nakuchukulia mfano ambao mimi nimeona, sio wa kubuni. Tukachukua wimbo, tukasimama na wanangu, tukamweka Victor pale. Tukaomba. Tangu hiyo siku mpaka leo yule mtoto hajawahi kuingia hospitali. Amen. Nakwambia ukweli. Majuzi aliondoka, alienda college. Maombi ya family ambayo inapendana, wanasameheana, wanaombeana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajua mwenzetu mmoja kanisani alikuja kwangu akalalamika, "Mchungaji, nataka tuonane ofisini." Tulikuwa ibadani. Mimi sina kazi, sina mjua. Sina kazi. Nikitafuta kazi nafukuzwa, kidogo nafukuzwa. Nikasema tuingie, niende kukuombea ndani. Kisha ibada nikaita watu wote ambao hawana kazi waje. Na nyinyi simameni tuombe kwa ajili ya mwenzetu wote ambao wana kazi wapate kazi. Baada ya wiki mbili akaja manager analeta kampuni yake. "Mchungaji, nataka unipe watu hata kama 100 niwaingize kwenye kampuni." Amen. Jamaa ambalo linapendana, linathaminiana, linaombeana na uponyaji mwingi. Amen. Na tukiwa hivyo tutakuwa kama wenzetu mitume. Wenzetu mitume, maandiko yanasema neno moja pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 43 kwamba kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa mitume. Watu wanaotuzunguka hawawezi kuingiwa na hofu kama hawaoni the change, mabadiliko kati yetu. Mabadiliko ya kiroho kati yetu ndio inaoleta watu wanaotuzunguka watetemeke, waone pamekuja jambo jipya pale. Tunaeleweka vizuri? Kwa hiyo sisi kama kanisa ecclesia hatuna mipaka ya kwamba huyu ni Mbembe, huyu ni Mrundi, huyu ni nani. Hatuna hiyo mipaka.
Yeyote amekuja kwa Yesu na kazaliwa mara ya pili tuko pamoja naye ni ndugu. Alafu sisi kama mwili mmoja tunapendana, tunathaminiana. Na kupendana na kuthaminiana vinatusaidia kusameheana, vinatusaidia kuombeana. Tunatakiwa tuchukue mfano huu kupeleka hata katika familia zetu ambazo ni watoto wetu tunawazaa. Tuwafundishe kupendana. Tuwafundishe sana kufanya nini? Kupendana. Watoto wetu. Na wakipendana tuwafundishe kuthaminiana. Wakiwa na haya mawili, wataanza kuombeana. Watasameheana na uponyaji unaingia. Kila utakalosema kwamba tuombe, Mungu ataonekana katika familia hiyo. Mungu ataonekana. Tuangalie tabia zingine kwa kanisa lililo na uhai wa kiroho kama vile kusanyiko. Tukija katika sura hii ya pili, mstari ule wa 42, umetuonyesha jinsi ambavyo mitume walikuwa. Cha kwanza walikuwa na vitu vinne hapa. Cha kwanza walikuwa na fundisho la mitume. La pili walikuwa na ushirika. La tatu walikuwa wanamega mkate, yaani communion, na la mwisho walikuwa wanasali, wanaomba kila siku. Kanisa, watu ambao wamekuja kwa Bwana na wamebadilishwa, wanapenda mafundisho. Wanapenda mafundisho. Wanapenda mafundisho. Kama wenzetu wanapenda ushirika, yaani kushirikiana kwa pamoja. Na katika kushirikiana hakuna kumwona kwamba huyu ni mdogo, huyu ni, wote wanashirikiana. Kile ambacho huyu anatendewa ndicho ambacho huyu anatendewa. Wana ushirika. Wanakaa wanamega mkate. Wenzetu mitume wao ilikuwa ni kila siku. Wanamega mkate na wanaomba kila siku. Kuomba kila siku hapa ndio kunaitwa kusali. Maombi ya kila siku. Tunazungumzia tabia muhimu za kanisa lililo hai. Tukiwa tumetoka duniani, tumekuja kwa Yesu. Lengo kuu la Yesu Kristo ni kwamba tupeleke injili kwa watu wengine, tupanue ufalme wake. Hilo ndilo kusudi. Na la pili, tumwabudu. Na hii ndio hiki ambacho tunafanya hapa, tunakutana, tunamwabudu. Na katika kuabudu tunaimba, tunaomba, tunatoa sadaka kama vile shukrani kwa kila ambacho ametutendea. Vyote hivi katika maabudu. So, kama ni hivyo, tuna mzigo wa kupeleka injili, kuambia wengine wasiomjua Yesu Kristo waje kwa Yesu Kristo. Na wakija, tunamuomba Bwana awabadilishe wawe kama sisi tulivyo. Na mtu yeyote ambaye amekuja bado ni mchanga, ili apate mabadiliko ya haraka, anaangalia sisi ambavyo sisi tumebadilisha. Tuko pamoja hivi? Anaangalia jinsi ambavyo sisi tumebadilisha. Siku moja nilihudhuria kwayani, silikuwa sio mara moja, mara mbili, mara tatu, mara kadhaa. Huwa ninashiriki sana kwayani pale. Alafu nikaona behavior, tabia mbona zimekuwa tofauti. Nikauliza kiongozi, hivi tabia ambazo nimeziona zimetoka wapi? Akasema tuna watoto wapi ambao wamesema no. Watu wapya wakiingia kwenye kundi huwa wanaangalia nini wa zamani mkoje. Hawawezi kumanifest, kuonyesha haraka hali zao bila kuangalia nyinyi ambao mmekutaniwa mkoje. Sijui kama nasema sawa. Kwa hiyo watu ambao wanakuja kwa Yesu Mungu watafuata mwenendo wetu. Wataangalia jinsi ambavyo tuko sisi na wanafuata ule mwenendo. Sasa ni muhimu sana kujilinda. Ni muhimu sana kujilinda mdomo wako. Usiwe mdomo wa kutamka maneno yasiyokuwa mazuri mbele za mtu ambaye ndiye mwongofu mpya. Ni kosa kubwa sana. Na hautaweza kujilinda kama ndani hakuna Roho Mtakatifu anayekuongoza. Na ndani yako kukiwa na mabadiliko yatakusaidia kujilinda sana. Ndugu yangu, tumesema tabia
muhimu za kanisa lililo hai. Kanisa lililo hai linatakiwa kuvuta watu waje kwa Yesu Kristo, lipanuke kwa wingi wa watu, lipanuke na likomae kimafundisho. Na kanisa kama mwili wa Yesu Kristo, watu waliopo wanatakiwa kupendana, wanatakiwa kuthaminiana. Hivi vitu viwili vinaleta kusameheana na kuombeana, na ni wajibu wetu kufanya hivyo kuanzia kwenye familia zetu, kuanzia kwenye familia zetu. Unajua kwa nini tunapozaa watoto, mara nyingi kuna watoto ambao wanakuja wanapata vitabia vya watu fulani wa familia. Sasa kama wanakuja na vitabia ambavyo ni vya watu fulani wa familia, ambavyo mimi mnakaa na mnaona hivi ni vitabia vibaya, vile vitabia vitakomeshwa kwa maombi ambayo nini mpokea yule mtoto, mnamkuza. Maombi yenu yataanza kukemea na vile vitabia vibaya vitaondoka, kwa sababu mnasimama katika maombi. Kwa hiyo familia ambayo haidumu kwa kuomba ina tatizo. Familia ambayo inakaa bila kutazamana, kuzungumza, ina matatizo. Hiyo ni familia ya kawaida, na ndivyo ilivyo familia hii tuliyo nayo hapa kanisa. Ni muhimu sana kanisa kusimama kwenye kanuni za lengo la kimungu la kwamba inatakiwa tupanuke, tulete wengine waje kwa Yesu Kristo. Lakini watakujaje? Cha kwanza, sisi tuna ushirika na Mungu ili Mungu atupe nguvu za kuambia wengine waje kwa Yesu. Lakini kama hatuna ushirika na yeye, itakuwa ni vizuri. Ninasema nini? Tunazungumzia tabia muhimu za kanisa lililo na uhai wa kimungu. Kanisa hili linalinganishwa na mwili, na kwa sababu linalinganishwa na mwili, na watu waliomo wanatakiwa wajue kupendana. Watu waliomo wanatakiwa wajue kuthaminiana. Kanisa hili kama kusanyiko, watu waliomo wanatakiwa wapende mafundisho, wadumu katika kushirikiana, wadumu katika kumeza mkate, wadumu katika kusali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema tunazungumzia tabia muhimu za kanisa. Nimesema hebu niambie tabia mbili tu kanisa kama mwili wa Yesu Kristo wanatakiwa iwe na tabia gani? Tabia mbili tu. Hapa naanza kuuliza swali, maana nimemaliza sasa. Nimemaliza. Asante. Ya kwanza ni kupendana. Nani apalizie ya pili? Kuthaminiana. Kupendana na kuthaminiana kunaleta vitu vingine viwili. Nani anaweza kuvitaja? Kupendana na kuthaminiana kunaleta vitu vingine viwili. Nani anaweza kuvitaja? Kusameheana na kuombeana. Kusameheana na kuombeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni wajibu wangu mimi kukusamehe ukinikosea. Ni wajibu wangu mimi kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ni wajibu wa kila mmoja wetu kumsamea mwenzie, kwa sababu bado tungali duniani, tunajikwaa. Tujue kusameheana, na kusameheana ni moja miongoni mwa mambo yaliyopo katika agano, kwa sababu kuna dhambi ambazo ukizitenda Mungu hatakusamehe. Kuna zingine ukizitenda Mungu anasamehe. Hivi tunaelewana? Dhambi ambazo Mungu hasamehe ni ngapi? Tunaelewana? Tukienda kwenye maandiko, dhambi ya kwanza ni kutokusamehe. Maandiko ya Mathayo yanasema sura ya 5, usipowasamehe wengine, Baba wa mbinguni hatakusamehe. Ni yeye Yesu mwenyewe anasema. Kwa hivyo usipomjua kusamehe mwingine, Baba hawezi kukusamehe. Na ya pili ni katika Mathayo sura 12, ni kukufuru. Kukufuru ni kutoka kwenye uwana wa Mungu. Wewe ni Mkristo, unaanza kushiriki karama za Roho Mtakatifu, alafu unatoka ndani ya Kristo, unaingia katika dini inayodharau Yesu Kristo. Unaanza kusema vile ndio wewe unafanyika kule sio kitu, ni uongo, unakufuru. Hivi tunaelewana vizuri? Unakufuru. Hii dhambi mbili haisamehewi. Kwa hiyo kusamehe ni muhimu sana, kwa sababu tusipowasamehe wengine
Baba atatusamehe. Tulizungumzia kanisa kama kusanyiko. Tukiangalia katika Matendo ya Mitume, kuna tabia zingine 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 sura 42 pale tumeona kuna tabia zingine 4. Ya kwanza tulisema ni nini? Kudumu katika nini? Wakidumu katika mafundisho ya mitume. Kudumu katika mafundisho. Kanisa lipende mafundisho. Kanisa lipende mafundisho. La pili, ushirika. Tunashirikiana. Tatizo lako ni langu. Tatizo lako ni langu. Tunashirikiana. Furaha yako ni yangu. Tunashirikiana. Ya tatu, kumega mkate. Communion. Na communion hawashiriki watu ambao hawajabatizwa. Elimu hizo ziliingizwa, lakini zilikuwa hazipo kwenye msingi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alishiriki meza ya Bwana. Mathayo Yohana Injili sura 13. Alishiriki na wale ambao walibatizwa na wakabatiza tu. Lakini baada ya hapo, leo Injili inakuja kwamba watu ambao hawakubatizwa wanaweza wakala meza ya Bwana. No, sio kweli. Haiambatani na maandiko. Kwa hiyo la tatu ni kumega mkate, aidha communion. Na ya mwisho ya 4 ni kusali. Tunatakiwa tupende maombi kila siku, kuomba Mungu. Hizo ni baadhi ya tabia muhimu za kanisa la Yesu Kristo. Nataka tuombe. Ikiwa katika maneno haya unajisikia moja ambalo ndani yake kuna madhaifu, wewe una madhaifu kwalo, usimame hapo alipo tuombe.